Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 na ya 6. Ndio kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Bapo siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 5 na ya 6. Na kuomba uandae Biblia yako mahala ulipo. Pia unaweza ukafuatilia kipindi hichi kwenye channel yetu ya YouTube au kule Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ili ukaendelea kupata nafasi zaidi ya kusoma Biblia wakati wote. Karibuni sana wapendwa, tuungane na wenzetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kumbuka ni kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 na ya 6. Mlango wa 5. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, mwone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikwambia, jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi, ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake, akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako. Bwana wangu akiingia nyumbani mwa Rimoni
ili abudu humo, naye akitegemea mkononi mwangu, nami nikijiinama nyumbani mwa Rimoni, hapo ninapojiinama nyumbani mwa Rimoni, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili. Akamwambia, enenda kwa amani. Basi akamwondokea mbali kidogo. Lakini Gehazi, mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu, akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki. Akasema, je, ni amani? Akasema, ni amani. Bwana wangu amenituma kusema, tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii. Uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili. Naamani akasema, uwe radhi ukatoe talanta 2. Akamshurutisha, akafunga talanta 2 za fedha ndani ya mifuko 2 na mavazi mawili. Akawatwika watumishi wake 2, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, alivitoa mikononi mwao, akaviweka nyumbani. Akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu haukwenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na uzao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Mlango wa 6. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tukatwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi, basi nakusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani, wakakata miti. Lakini mmojawapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia, akasema, ole wangu, bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono, akakitwaa. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari, usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuhadharishwa. Akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara 2. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake, akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba, tazama, yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Hata asubuhi na mapema, mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule.
Mtumishi wake akamwambia, ole wetu, bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Ee Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Na walipomtelemkia Elisha, akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawasawa na neno la Elisha. Elisha akawaambia, njia hii siyo, na mji huo siyo, nifuateni mimi, nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Akawapeleka Samaria. Hata walipokwisha kuingia Samaria, Elisha akasema, Bwana wafumbue macho watu hawa wapate kuona. Bwana akawafumbua macho wakaona, kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Naye mfalme wa Israeli alipowaona, akamwambia Elisha, Ee baba yangu, niwapige? Niwapige? Akamjibu, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa mateka kwa upanga wako na uta wako? Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa, na kwenda kwa bwana wao. Basi akawaandalia chakula tele, nao walipokwisha kula na kunywa, akawaacha wakaenda zao kwa bwana wao. Na vikosi vya Shamu havikuja tena katika nchi ya Israeli. Ikawa baada ya hayo, Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akauhusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama, wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapatwa kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie, bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia, nikusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako, tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu, tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako, tumle, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta, na watu wakaona. Na tazama, alikuwa amevaa magunia ndani mwilini mwake. Ndipo akasema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, kikimbakia kichwa Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake, na wazee wakikaa pamoja naye, na mfalme akamtuma mtu wa mbele yake. Lakini hata kabla ya kufika kwake yule aliyetumwa, akawaambia wazee, Je, mwamwona jinsi huyu mwana wa muuaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni, huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango, mkamzuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama, yule aliyetumwa akamshukia, naye akasema, Angalia, mabaya haya yatoka kwa Bwana. Kwani mimi kumngojea Bwana tena?